أهلا وسهلا ومرحبا بكم في دورة القرآن الكريم ذكر أونلي أكاديمي. إخواني وأحبابنا إكرام, leo tunaendelea na series yetu ya ahkamu tajwid, na leo tutafocus zaidi katika hukumu inayofuatia ya iqlab. Baada ya kuwa katika tuliangalia hamzatul wasl, tukaja tukaangalia hukumu za idgham, tukaja tukaangalia tulianza na hamzatul wasl, tukaja idhhar, tukaja idgham, na leo tupo katika nini? Iqlabu. Tunaendelea na hukumu za nun sakina. Sasa yenyewe hii iqlabu yenyewe haina mambo mengi, moja kwa moja ni hukumu ambayo inahusiana na nun inapokutana na kimim kidogo. Nun inapokutana na kimim kidogo inakuwa vipi hiyo? Yenyewe inapokuwa iqlab, kuna nun kama unavyoiona hii hapa, alafu mbele yake ikikutana na ba. Kwa hiyo badala ya kuitaja nuni, tunaitaja ile mim, tunatia ghunna yenye mim kwa kuvuta haraka mbili. Kwa hiyo kwenye Qur'ani nadhani mwanzo tuliona zile alama, tuliona zile zilizokaa hivi, si ndio? Na zile zilizokaa hivi, si ndio? Tukaja tukaona ile ilikuwa imekaa hivi, si ndio? Katika idhhar tukaona katika idghamu kwamba zikiwa zimetofautiana hizi urefu na hizi zikiwa hivi, tukaona ilikuwa vipi. Sasa hizi zenyewe iqlabu maana yake inakuwa kialama kinakuwa hivi, naona au inakuwa hivi, au kwa kwenye kasra unakuta kuna kimim kimekaa hivi, au kwenye dhamma tain unakuta kimekaa kimim hivyo, au kwenye fatha tain lakini kimim kimekaa hivyo. Kwa kunakuwa kuna herufi hapa, herufi yako, alafu juu kuna kimim ambacho kimekaa hivi. Sasa je, nini maana ya iqlabu? Na tunapokutana na iqlabu, hukumu hii tunatakiwa tufanye nini? Okay, kwa kifupi, in summary, iqlab maana yake ni kuflip, kukibadilisha kitu kutoka katika hali yake. Ndo maana ya kuflip, kukibadilisha kitu kutoka katika hali yake, maana yake ndiyo kuflip. Na tunabadilisha kitu gani? Tunaibadilisha nun kwenda katika mim, sawa? Na unatia ghunna kwa muda wa haraka mbili. Unatia ghunna kwa muda wa haraka mbili. Vipi inavyokuwa? Ndio tutaona hapa sasa. Kwa hiyo mfano hii hapa ya usomaji wetu, tutasoma hizi aya. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Thumma afawna ankum min ba'd. Mim, kwa tuseme min, bado tunasema mim. Naona hiyo ndio hukumu ya iqlab, sawa? Nuni badala ya kuitia ile nuni tunatia nini? Tunatia mim. Kwa hiyo kuflip, kuibadilisha nuni iwe mim kwa kutia ghunna kwa muda wa haraka mbili. Mim, na kuna ulimi unakuwa wa design mbili. Kuna ulama ambao wanasema inakuwa mim, na kuna wengine wanasema mim. Kwa hiyo kuna kuziba kwa namna mbili, mim au mim ba'di. Kwa utasoma thumma afawna ankum min ba'di dhalika la'allakum tashkurun. Sawa? Huo ni mfano mmoja. Tutaangalia mfano mwingine pia katika katika slide inayofuatia. Haya, na hapo itakuwaje?
لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء. Hapa kuna kitu sasa cha kukiona Sio kwamba mara zote unapokiona hicho kimim ukajua ni kinapokuwa kwenye nuni ndio hivyo, lakini kikiwa sehemu hii hapa kinaonesha kwamba hapo unaweza kusimama ukikuta mimu yote imekaa kama hivi. Kwa hapo laqad sami'a Allahu qawla alladhina qalu inna Allaha faqirun wa nahnu aghniya sanaktubu ma qalu wa qatlahumul anbiya bighayri haqq ونقول ذوقوا عذاب الحريق. Kwa hapa tasomaje maana yake? Qalu wa qatalahumul anbiya. Sawa Kwa hiyo huo ni mfano mwingine wa iqlabu. Na wewe nitataka unaweza ukafungua msafu wako ukanipigia screenshot au picha sehemu yote ukasema kwamba mwalimu, hukumu ya iqlabu hapo naona imetokea sehemu hii hapa. This is it. Mfano wetu wa mwisho huwa hapo, taangalia walaqad anzalna ilayka ayatin bayyinatin. Unaona ayatin bayyinatin. Sawa. walaqad anzalna ilayka ayatin bayyinatin hivyo. Kwa hiyo umeiona hapo pia hukumu ya nini hiyo? Iqlab. Simona hii ndio iqlab. So this is it. Hiyo ni katika hukumu za nun sakina. Kwa hivyo ningependa kila mmoja anafungua kwenye msahafu wake, alafu atapiga sehemu, alafu atanitumia na kunionyesha kwa wale wanafunzi ambao wanachukua zile program zao kule kwenye WhatsApp. Sawa? Usisahau kusubscribe katika page yetu hii na kulike video na kushare pia kwa wengine ili mradi waweze kufaidika zaidi. Na tulizifundisha hizi hukumu zote baada mtu kumaliza kumfundisha ambaye hajui kabisa kusoma Qur'an, tukamfundisha ile qaida nurania. Baada ile tukakufundisha video zile ziko 4. Unaweza kufuatilia katika playlist zetu, kuna video 4 za alama zote ambazo zilizopo katika Qur'an. Kila alama unayoiona hapa tumeshaifundisha, lakini sasa kule tulikuwa tunafundisha bila kuzijua kwa majina. Sasa ukishazijua hapa kwa majina, bimaana sasa utakuwa mwalimu mzuri kwa watoto wako, kwa wanafunzi wako, kwa watu wako wa nyumbani, ndugu jamaa na marafiki. Ahsantum fajazakumullahu khairan wa ba'da alkhair wa jannatul firdausi insha Allahu ta'ala. Tukutane katika vipindi vyetu vitakavyofuatia. Namba zetu za kututafuta kwenye WhatsApp unaweza ukatafuta kwa namba 0713 22 57 02. Sometimes huwa zinaweza katokea network problems, unaweza kukuta saa nyingine namba ikasumbuliwa kidogo. Kwa hiyo fuatilia namba zetu zote ambazo unaweza kutupata, au 0685 30 37 27. Na tuna program nyingine pia, tuna program ya kujifunza lugha al-arabi na lugha al-inglizia, English program, Arabic program na Quran program. Na darasa nyingine zinaendelea za free kabisa katika grupu zetu za WhatsApp za Iman. Jazakumullahu khairan.